ninawataka upande wa mashtaka kukamilisha haraka iwezekanavyo hiyo hatua ya uamuzi, ili basi hoja zile zilizosemwa zote na upande wa utetezi kwa maana ya mshtakiwa kuhusiana na kukaa muda mrefu mahabusu kuchukua sasa siku 83 mpaka leo, lakini hasa akizingatia akisema yeye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani, basi ziweze kujibiwa mara moja, ili mkurugenzi wa mashtaka aweze kuamua kupeleka jalada hili Mahakama Kuu au vinginevyo, ikiwemo kuinter nolle prosequi. Hivyo basi hakuna kifungu kingine chochote cha sheria kwa mujibu wa shauri hili katika hatua hii ambacho mahakama inaweza kuwa moved isipokuwa 245 kifungu dogo cha 5 cha shauri hili kuliahirisha mpaka tarehe ijayo, ambapo upande wa mashtaka mahakama ina waamuru kuja kutoa status nyingine ya nini uamuzi umetolewa mkurugenzi wa mashtaka juu ya shauri hili. Hivyo tunapanga tarehe nyingine, tarehe 16 Julai na shauri Mahakama Kuu. Okay. Tarehe 15 sasa. 15 sawa. Yeah. Kesi zote hizi ni kesi za kisiasa za watu ambao wameshindwa kufanya siasa, wanataka kutumia court processes, wanataka kutumia mahakama zetu kuumiza wapinzani wao. Kama mmesikia, leo ni siku ya 83 tangu mwenyekiti wetu akamatwe. Polisi waliomkamata wamekamata wao wenyewe, wamefungua kesi wao wenyewe ndio wanatakiwa kutoa ushahidi mahakamani. Sasa wanaingia huku wanatokea huku. Tunaendelea kusisitiza na kumwambia Rais Samia kwamba waondoe hii kesi mahakamani, tukutane kwenye uwanja wa siasa. Watanzania wenye nchi hii waamue ni nani wanataka awe kiongozi wao. Na tumesema tena na tena, wanachadema hawatapiga magoti kwenye udhalimu, hatutasujudu kwa mtu yoyote. Tutaendelea kupambania haki yetu na tutaendelea kuonesha dunia kama inavyoonekana, kama mwenyekiti wetu alivyozungumza kwamba huu ni uonevu, ni kutumia mahakama vibaya, ni kudhalilisha mahakama na kudhalilisha vyombo vyetu vya dola. Kwa hiyo tunaitaka serikali iondoe hii kesi. Ni kesi ya watu wanaoogopa kushindana na sisi. Waondoe hii kesi na mambo mengine na vipingamizi vyote vya kujaribu kuzuia operation ya no reform. Waturuhusu tukutane uwanjani, mtu kwa mtu, mwananchi kwa mwananchi, na wananchi endeleeni